Nawashukuru sana waheshimiwa wabunge kwa imani hii kubwa mliofanya ya kuthibitisha jina langu. Asanteni sana. Mmenipa faraja na mmenipa deni kwa imani hiyo kubwa mlionipatia. Niwaahidi tutashirikiana nanyi, serikali itashirikiana nanyi, itapokea maoni yenu, itapokea hoja zenu, tutawasikiliza, na Mheshimiwa Spika, niseme tutawasikiliza bila ubaguzi. Hata walio wachache watakuwa na fursa sawa, kwa sababu bunge lako ni bunge moja. Mheshimiwa Spika, baada ya maneno hayo ya utangulizi, niseme tu tuko na kazi kubwa mbele yetu. Natambua ukubwa wa kazi iliyo mbele yetu, kazi kubwa kwa nafasi niliyopewa, lakini kazi kubwa ya serikali, lakini kazi kubwa kwa Watanzania wote. Mheshimiwa Spika, nchi yetu chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan hivi majuzi ilitunga dira mpya ya 2025-2050, na awamu ya pili ya serikali ya awamu ya 6 ndio itakuwa awamu ya kwanza ya kutekeleza dira mpya. Na Mheshimiwa Spika, unatambua kwenye mbio za vijiti za kupokezana, mwanzishaji wa mbio hizo kipande cha kwanza asipokimbia kwa mbio ndefu kwa spidi kubwa, hata wale watakaokuwa wanampokea watakuwa tayari wamechelewa. Sasa serikali ya awamu ya 6 kwa awamu ya pili ndio inaanzisha utekelezaji wa dira ya 2025-2050. Mheshimiwa Spika, dira hiyo imebeba matarajio na matumaini makubwa ya Watanzania. Dira hiyo imebeba matumaini makubwa ya vijana ambao ndio hasa walengwa wa dira hiyo. Mheshimiwa Spika, tuna kazi kubwa ya kuanza vizuri kwenye utekelezaji wa dira hiyo, huku tukimalizia viporo vilivyokuwa havijakamilika kwenye dira ya 2025. Mheshimiwa Spika, natambua pia ilani ya uchaguzi ya CCM ambayo imejumuisha masuala yote ambayo ni kero kwa Watanzania katika maeneo mbalimbali. Na nilikuwa nafuatilia hata kampeni za uchaguzi, na ninyi waheshimiwa wabunge, kila eneo mlikuwa mkijiaziliza yale ambayo yapo kwenye ilani, ambayo ni mahitaji ya Watanzania katika maeneo yenu. Ilani hiyo imebeba matumaini makubwa ya Tanzania, na hasa kwa kuzingatia kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan amejitambulisha kuwa ni rais wa matokeo ya haraka,